Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuko katika somo letu la tarikh, tunaendelea kuwasoma masahaba watukufu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo ningependelea tumsome ammi yake Mtume ambaye kwamba si mwingine asiyekuwa ni Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Huyu Hamza ni maarufu kwa ujasiri wake na sifa zake. Basi leo ningependelea tumzungumzie zaidi kiundani kidogo, kufahamu kuanzia ukoo wake, maisha yake, mpaka jitihada zake katika Uislamu na mwisho kifo chake. Falaalla, huenda mmoja akaingiwa na baadhi ya mambo akajielimisha kupitia sahaba kama huyu, vitu ambavyo kwamba alikuwa hajui. Na mimi huwanasihi sana wazazi siku zote. Kwa nini nimeweka somo hili? Kwanza, mtu kujua Uislamu ni nini. Uislamu ulikuwaje kabla ya mtu kuwa Muislamu na baada ya kuwa Muislamu. Pili, kuelewa sifa za hawa maswahaba, kwa sababu kwenye kujua kuisoma dini kwako, kwenye kuisoma kwako ni kusoma kupitia hawa maswahaba. Jambo la tatu, endapo itakuwa mtu ameambatanishwa na mzazi wake, pengine amepewa jina kama hili la sahaba kama huyu, basi ajitahidi angalau sifa zake ziwe ni zenye kuambatana na, angalau alal aqali, huwezi mfikia lakini ukaiba baadhi ya vitu umeviigaiga pale ikawa vinaendana sawia na sahaba kama huyu. Au sisi wazazi watarajiwa, unapozaa mtoto wako, kumtarajia umesikia sahaba fulani, pengine kisa chake kikakugusa kwenye moyo wako, ukapendelea kumpa mwanawe jina la sahaba kama huyo. Hii ni fakhri kwa yule mtoto baadaye atakapokuwa, mimi niliitwa sahaba fulani na alikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini makosa tunayoyafanya leo, watoto tunawapa majina mazuri, ila sasa hatuambii lile jina ni la nani, alikuwa vipi. Yani humuelezi yule mtoto sira yake yule sahaba, akafahamu sifa za sahaba kama yule zilikuwa vipi. Kwa hivyo tunapotaja watu vigogo, nguzo katika nguzo za Uislamu ambazo kwamba alikuwa zikitegemewa wakati huo na mpaka hivi sasa, basi ni hawa ambao kwamba tunawagusa hapa, ni maswahaba kwa ujumla, kwa sababu dini hii ilisimama kupitia mikono yao. Jambo la pili, katika hao maswahaba kuna wale ambao kwamba wako juu zaidi ya wengine, kama Muhajirin na Ansar, wenye kuwa na fadhila kubwa kabisa, waliokuwa na ukaribu na Mtume sana ni Muhajirun. Kisha katika hao Muhajirun kuna wale ambao kwamba ni asharatul mubashirina bil janna. Unaona, katika kila sehemu kuna level yake. Sasa katika hao nao pia kuna wengine khulafai rashidun, wale wanne, wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Kwa hivyo katika nguzo ambazo kwamba ni nguzo muhimu ambazo kwamba Uislamu ulikuwa ukiutegemea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni huyu ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ammu nabii sallallahu alayhi wasallam. Na huyu sahaba Hamza alikuwa vipi? Alipewa laqab. Laqab ni jina la kubandikizwa, nickname mnavyoita hivi sasa, nickname, umepewa jina fulani. Kwa hivyo luqiba bi Asadillah, alipewa jina la Asadullah. Huyu Hamza bin Abdul Muttalib alipewa laqab ya Asadullah, na wengine wakasema maarufu sasa hili kuliko wote, kwa sababu Asadullah, wengine wasema ni Ali radhiallahu anhu kadha wa kadha maadhalik. Lakini pamoja na yote, lile lilokuwa mashuhuri kabisa, ukiuliza hata kwa wanafunzi leo raudha alif, raudha ba, raudha jim, man huwa sayyidu shuhada, kwambia Hamza ibn Abdul Muttalib. Kwa hivyo alipewa jina la sayyidu shuhada, pia ni lakabu ambayo kwamba alipewa. Kisha aslama fi sanati sadisa, alislimu mwaka wa 6 lilbi'tha, baada kuwa mtume ametumilizwa, amepewa dini ya Uislamu, akaslimu huyu Hamza
ibn Abdul Muttalib mwaka wa 6. Lakini kabla dhalika, maisha yake kabla hayo, huyu Hamza ibn Abdul Muttalib alikuwa akiyafanya makubwa kwa wale ambao kwamba walikuwa wanaslimu, wale ambao kwamba walikuwa wanaingia katika Uislamu zama hizo. Uislamu ulipokuwa mgeni, waliteswa walioteswa. Tushamsoma mfano wao Bilal ibn Rabah, tumeeleza kisa chake. Tukamsoma mwingine Khabbab ibn al-Arat, tukaeleza kisa chake. Japokuwa tutakuja kuwagusia wengine kina Ammar bin Yasir na familia yake na mamake Sumayya, tutakuja kuieleza. Hao ni watu ambao kwamba walislimu mwanzo katika Uislamu, wakapata tabu sana, na miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiwatia mkomoto alikuwa mmoja wao ni Hamza bin Abdul Muttalib. Ikawa sahaba kama huyu ana sifa za kimaumbile ya kuwa alikuwa akipenda yeye kuzunguka usiku, akitembea usiku sehemu za majangwa, huyu Hamza ibn Abdul Muttalib. Kwa hivyo alikuwa wanasema nash'atu shakhsiya, kukulia kwake, yani maisha yake ya ukuaji. Kana Hamza, alikuwa Hamza min aaz fatayani Quraish, alikuwa katika wale ambao kwamba ni aaz, yani watu wenye nguvu kutokana na fiti ya vijana wa Quraish. Kwa hivyo walikuwa wakimtegemea, alikuwa mtu jemedari, alikuwa mtu shujaa, alikuwa mtu mtanashati, alikuwa mtu kisawasawa. Kwa hivyo alikuwa ni mtu mwenye maumbile makubwa, ambaye kwamba haogopi, mwenye moyo wa ushujaa, huyu Hamza bin Abdul Muttalib. Na ikawa ni tegemeo kwao hawa Makuraish. Katika watu wanaowategemea, basi Hamza alikuwa namba moja, kwa sababu kiumri alikuwa mtu mkubwa kuliko Omar. Omar alikuwa mkubwa, naam, alikuwa katika hao majemedari wenye kutegemewa, lakini hakuwa na umri sawasawa, kumaanisha Hamza alitangulia kwenye ushujaa kama huo. Hilo moja. Pili, walikuwa kina Khalid bin Walid sahibu kubati Quraish wa khuyul, alikuwa mtu mjuzi wa farasi na jemedari na mfundi wa vita, lakini pamoja na hayo huyu Hamza alikuwa ndio shujaa wao, ndio mwalimu wao. Kwa hivyo pamoja na hayo pia, kabla hajaslimu kana shujaan, alikuwa shujaa, wa kariman, na mtu pia mkarimu, wa mahbuban, na mtu mwenye kupenda, yani mwenye huruma na mapenzi. Ishtuhira bifurusiyatihi wa saydihi lilusud, amekuwa mashuhuri, amejulikaniwa huko. Kwa nini? Ilikuwa zamani tukisema mtu fulani amejulikaniwa kwenye mashule, watu wamesoma kuhusu Fumo Liyongo, nadhani wale wasoma shule wanielewa, yani wanasifia shujaa fulani katika kabila fulani. Kwa hivyo huwa kuna kitendo ambacho kwamba anakifanya yule mtu kinampelekea kuwa hakiko sawa na watu wengine, ndio ikawa watu wanamuegemeza mtu fulani ndio komanda bana, mtu fulani ndio hivi. Kwa hivyo kuna matukio fulani hivi, yani mpaka ukiyafanya hayo basi wewe ni mtu kikweli kweli. Kwa hivyo kwa nini hawa Makuresh wakamuita amekuwa mashuhuri Hamza? Ni kwa sababu kwanza alikuwa ni mwindaji sawa sawa, alikuwa pia ni mtu katika zana na upande wa vita, alikuwa ni mtu simchache. Kisha kwenye kuwinda alikuwa hawindi vindege na matumbiri na manyani, huwa sayyadul usud, alikuwa kiwinja simba. Hebu leo kama kweli yawezekana, jitahidi, hebu toka tu nyoka ama tandu akupandie tu kwenye mguu, ama komba mwiko haswa akuparage kidogo tu hapa, pite kwenye shingo, sivyo utakavojikukuta mwili mzima jana dume, ukapiga pengine mpaka na ukelele. Lakini maal asaf, angalia hawa masahaba walivyokuwa, ukiambiwa mtu alikuwa shujaa bimaana kalima. Kwa hivyo alikuwa yuwinja, kama nilivyotangulia kusema, alikuwa na tabia kutembea mistuni tena usiku, na akiwinja simba na wawinda wale masimba. Kwa hivyo mtu mwenye kuinda nguvu za simba, nguvu zake za kimaumbile kuonekana ni huyu ni mtu ni ngangari mno, ni mtu mkubwa na mwenye nguvu za kutosha na mwenye ubavu wa kutosha. Idhan hayo ndio ilikuwa maisha yake. Na mtu anaishi majangwani mara nyingi huwa anakuwa strong kiafya, kiakili, alikuwa ni msharp kulingana na maumbile na ile psychology ambayo kwamba anakaa nayo kwenye mabanda kama yale au majangwa kama yale. Tofauti na mtu ambaye kwamba ameishi town. Mwili wa mtu aliyeishi town na mtu anayeishi reserve kule, ukimwangalia wako watu wawili tofauti. Ndio maana unamuona mtu kama huyo anaweza kusurvive na hali ngumu yoyote. Taban. Idhan
Islamu, kuslimu kwake Hamza ibn Abdul Muttalib, sababu iliyomfanya yeye kuslimu ilikuwa vipi? Lamma alima anna Aba Jahlin adhabna akhihi, alipojua ya kwamba Abu Jahal, huyu Abu Jahal wao Makureshi walikuwa kimuita Abul Hakam, baba mwenye hikma, lakini mtume alikuwa kimuita baba la ujinga, kwa sababu hikma zake zote anazozitoa ni kwa sababu gani? Ya kutoa rai za kuudhi Waislamu na kuwatesa Waislamu. Kwa hivyo mtume alikuwa yomuita Aba Jahal, pamoja na kwamba wakikaa kwenye Darun Nadwa. Darun Nadwa ni ile sehemu ambayo kwamba hawa mabwana wa Quraysh walikuwa wakikutana, wakifanya mikutano yao ya siri na njama zao. Kwa hivyo naye mtume alikuwa hao Makureshi wakimuita Abul Hakam, kwa sababu alikuwa akitoa rai huyo, hata shetani pia alikuwa akiunga mkono. Yani bwana huyo alikuwa na rai, si mchezo, rai zake zote mbovu mbovu. Lakini mtume akawa yomuita Abu Jahal, huyu ni Abu Jahal, baba la ujinga. Kwa hivyo Hamza akapata habari ya kwamba huyu Abu Jahal huyu amemuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam, akamtukana. Fakad sabba Muhammad, amemtukana mtume wa shatamahu wa darabahu. Kisha alipoyasikia hayo, faghadhiba bishiddatin, akakasirika, tena makasiriko yaliyokuwa makali mno. Wa dhahaba lilmasjidil haram, na akaenda mpaka msikiti wa haram, haram ya Makka pale haram. Walikuwa wana baraza lao, wakikaa pale mabwana wale Sayyidu Makka, Asiadu Makka, wale wakikaa pale kwenye baraza la Makka. Basi walikuwa na uongozi wao ulikuwa ni vipi? Uongozi wao ulikuwa ni wa kikabila. Kabila fulani kuna mzee huyo ndo kila kitu, kabila fulani. Kwa hivyo mathalan ukija kwenye kabila la Juma, utampata hapo Umayya bin Khalaf, rasul munafi, rasul kufari. Huyo Umayya bin Khalaf utampata iko pale. Utapata kabila la kina nani huyu, Khalid bin Walid, utampata pale al-Mughira, utampata pale Walid ibn al-Mughira ndio mkubwa. Ukija Abul Hakam huyu utampata naye Abu Jahal. Ukija Sufyan, Abu Sufyan utapata pale, kila mtu na ukoo wake. Sasa walikuwa wana uongozi, kila mtu, kila kabila lina uongozi wake na lina mtu na rai zake. Ndio maana hata hivyo vita vya kabila vilikuwa vikiingiliana, utapata kabila hili lapigana na kabila lile. Huu ndio ulikuwa uongozi wao. Kisha mtu mmoja tu ndio final decision wao, ambaye kwamba alikuwa nani? Aliyekuwa baba yake mtume akafariki. Alipokufa baba yake mtume Abdul Muttalib, akashika ammi yake Abu Talib, ndio alikuwa mzee mkongwe kwa wale wengine wote. Idhan hakadha. Kwa hivyo alipopata habari Hamza huyu, wajua leo yaliyokutokea mtoto wa ammi yako, kumekuwa na nini? Nakwambia sikupe habari, Abu Jahali leo kamtukana mtume, akamtemea mambo mabaya mabaya na kutaka kumpiga. Asalala, walikuwa na hamia, yani watu mimi ukimpigia ndugu yangu sitokubali, nikipata habari umempigia ndugu yangu na mimi nitakuja kukupiga. Ndio mambo yao kwa kiteteana namna hiyo, kuteteana, kulindana. Kwa hivyo alipopata habari kuwa Muhammad amfanywa hivi leo na Abu Jahal, akatoka Hamza mpaka msikitini pale, ambao kwamba wakati huo ulikuwa ni sehemu yao kuabudu masanamu na kufanya vikao vyao vya Darun Nadwa. Akaenda Hamza bin Muttalib, kisha akafanyaje? Alipofika pale kumwona Abu Jahal, wa daraba Aba Jahlin, biqaswatin, akampiga Abu Jahal ubao uliokuwa wakimaana, yani ubao wa kilo, darbatan shadidatan, pigo lilokuwa kali mno. Thumma a'lana islamahu, kisha akatangaza uislamu wake. Baada ya kuwa shampiga, kamwambia atashtumu wa ana ala dinihi, unamtukana Muhammad wewe hali ya kuwa mimi niko katika dini yake, unamtukana vipi? Kisha ukiangalia kuna ukoo damu, kwa sababu Hamza niko katika Banu Hashim na mtume pia ni katika ukoo wa Banu Hashim. Kwa hivyo amekuja kutetea damu yake, lakini mara hii amwambia unampiga, atashtumu, unamtukana, wa ana ala dini, na mimi hali ya kuwa niko katika dini yake. Na huku kuambia, kisha kitoa kauli kama hizo, falyarudda alayya man istata', aregeshe kwangu yoyote ambaye kwamba anajiamini kuyafanya hayo. Ikiwa unajiamini wewe kweli mwanaume umeiva, mimi nishakupiga sasa. Na nyinyi mliokuwa hapa, kama yuko yoyote anayejiona yeye ni mwanamume amekita kisawasawa, aregeshe kama na uwezo huu. Hiyo ni kuonesha ushujaa kiasi gani? Huo ni ushujaa mpaka
tunaweza sema hata ni zaidi ya overconfidence. Huyo tafute grade nyingine tumpe, kwa sababu kwenda pahali kwenye shimo la manyoka wamejazana pale, kisha ukakata mmoja wao au ukaua mmoja wao, lazima wale wengine watakuvamia. Lakini ikiwa wote watanywea, basi ilikuwa ni imani. Hii ni nguvu ya imani ndio inapelekea Muislamu kufikia sehemu kama hiyo. Na wewe angalia tu Waislamu wakiamua jambo lao, basi utajua. Mathalan wakitoka siku ya Eid, hebu angalia, kila mtu atapata habari kuwa leo Waislamu wafanya jambo fulani, leo Waislamu wafanya jambo fulani. Ramadhani kama hivi sasa imeingia, Waislamu. Lakini ni sisi wenyewe tu, ule ujinga wetu na kule kujipuuza kwenye dini yetu na kutoonesha shaairi za Kiislamu, ndio maana tumekuwa hatuna kauli, hatuna jambo. Hii fajiri ya leo nimeshuhudia mimi msikitini Masjid Jibrani hapa. Yaani utadhani tumeingia kuswali swala ya Ijumaa hii Ramadhani. Leo tumeingia kuswali swalatul Jumaa fajiri ya leo msikitini. Siku za kawaida mwanzo, siku mbaya kabisa, Jumapili, watu ambao kwamba hata kazi pia hawaendi, ndio mtu ameweka ofa mpaka kwenye swala. Ukija msikitini, wallahi billah, swafu moja ile ya pili pengine ina watu 3 4, safu moja. Kwenye safu moja hiyo hiyo, si wote wampata jamaa, utapata nusu safu ndio impata rakaa ya kwanza. Sasa huwa ukao ukajiuliza, hawa watu upatikaniwa hizi siku zote wampotea. Hii Ramadhani watu hawa Waislamu hawa wanatoka wapi? Na maskitini ishafika dhuhuri, imekuwa ni ward sasa. Waislamu kule Coast General ward zimejaa, kwa chifu kumejaa, Jocham kumejaa, Gahan, zote zile zimejaa hospitali. Sasa wakuja ward zimewekwa misikitini. Wewe ingia msikitini baada ya dhuhuri ile, tona maajabu. Watu wanalala, wengine darasa zatolewa ndo sehemu wasome, yeye walala. Hana jualo. Mungu wake wa kumwabudu yuko Ramadhani tu. Baada ya Ramadhani tena vishindo, tufanyia vishindo ni hii za kwanza tu. Siku hizi pia imani zenda zikishuka. Kadri masiku yanavyosonga watu wapungua. Ikimalizika 10 la kwanza tu, njoo uone kazi msikitini. Alfajiri hiyo leo swali leo, baada ya siku 5 6 7, hapo hapo utapata zishapungua, zitakuja 10 la mwisho ndo kabisa. Maal asaf, mimi kinachonishangaza, makosa haya nasema hapa kwa sababu kitu nimekishuhudia. Mwaka jana Ramadhani nilikuwa nikenda town, time ya tahajjud. Wengine wajua fanya nini time ya tahajjud? Watu wakishamaliza tarawih hawalali. Hao walikuwa hawaendi kuswali. Ana oda ya gati ashaliweka oda lake. Baada ya washafuturu maghribi ile, wao wavuta TV screen nje ya nyumba, wakakaa wakaanza kuangalia mpira na sinema. Time ya Ramadhani, time ya swala tahajjud na tarawih, watu wala migoka wamevuta screen nje waangalia mpira na movie pale za ajabu ndani ya Ramadhani. Kibaya zaidi iwe siku ya Lailatul Qadri 10 la mwisho ndo watu wayafanya tena, wamejisahau kabisa Waislamu. Ndio mmoja katika wanazuoni Sheikh bin Baz asema, mata tughfar lak, wakati gani utasamehewa? Illa tughfar laka fi Ramadhan, ikiwa hukusamehewa madhambi yako katika Ramadhan. Wa mata tarbah, na ni wakati gani utakuwa wewe ni mwenye kupata faida, umepata profit? Illa tarbah fi Ramadhan, ikiwa wewe hukupata faida ndani ya Ramadhan. Hivi Ramadhani imeanza, kuna mwingine hata juzu moja leo kusoma au pengine sura moja hajasoma. Jamani, tujiangalieni, hatukaeni milele hapa. Iko siku tutaondoka. Hii fursa, kuna sahaba walipigana wawili vitani, wakapata majeraha. Mmoja akafa ndani ya Ramadhan, mwingine akafa baada ya Ramadhan. Mtume akasema huyu ana thawabu ni bora zaidi kwa Allah kuliko yule. Masahaba wakashangaa, mbona iwe hivyo? Mtume akawaambia, kwa sababu amali zake yule zimesongea mbele, akaimaliza Ramadhani. Yule hakuimaliza Ramadhani, japokuwa sababu yao kufa ni sababu moja, majeraha yao ya vitani, lakini huyu ameidiriki Ramadhani akaifunga, yule akaifunga kidogo. Sasa wewe jiulize, mpaka mashuhada waliopigana wote
vita vimoja, lakini kwa sababu tu huyo amemzidi kwa masiku yaliyobakia ya Ramadhani akawa mbora zaidi kwa Allah kuliko yule mwingine. Leo ndugu yangu Muislamu, unayapuuzia haya, unafanya mambo ya kawaida, huwahi swala za jamaa, pengine swala zinakupita na ikawa sababu yako wengine magharibi kuipata ni mitihani, ikawa mtu usingizi iftari, kula iftari kwa sababu akaacha swala ya jamaa kwa sababu ya kwenda kufungua. Sasa tunaelekea wapi sisi Waislamu? Turegee kwenye maudhui yetu. Hayo ilikuwa ni katika babu mimbabi tanbih, kwenye kukumbushana. Kwa hivyo Hamza bin Abdul Muttalib tumeona ushujaa wake, na hiyo ndio ilikuwa sababu ya kumpelekea yeye kuingia katika Uislamu baada ya kuwa ametukaniwa mtoto wa ammi yake, na akaenda kalipiza na kumtetea kufanya hamia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya hapo kana islamuhu, umekuwa Uislamu wake nuktatun tahawul, umekuwa Uislamu wake kuwa ni sehemu katika kubadilika mambo. Aliposlimu yeye, wasema haithu taqawwal muslimuna bihi, Waislamu walipata nguvu kwa kuslimu kwake Hamza bin Abdul Muttalib, kwa sababu walikuwa madhaifu, wanyonge, maskini. Ibada zao wazifanya siri, kuelimishana kwao wafanya siri. Ilikuwa Maka, wewe ikiwa una familia, wewe ni mkubwa fulani, mathalan kama aliposlimu Abubakar ameslimu mbele kuliko Hamza, lakini Makureshi ilikuwa hawezi mdhuru Abubakar kwa sababu ni mtu mkubwa, ni mtu ana family, ni mtu ana ukoo unaomhami, ilikuwa hawamdhuru. Lakini akislimu kijitu tu hapa katikati, hayumo haeleweki kitu wala maguu, basi utakipata cha mtemakuni. Kwa hivyo ulikuwa ukishikwa na wewe huna familia, huna ukoo wenye kukuhami, utapata taabu wewe. Kwa hivyo hata Mtume ilikuwa ikiwazuia sana wao kumtesa, kwa sababu mkubwa wao alikuwa ni ammi yake nani? Abu Talib. Ikawa hiyo ni kizuizi cha wao kufanyaje? Kumuingilia Mtume. Na Mtume alikuwa na Banu Hashim. Lakini ilipofikia dawa imekiriri sasa, imekuwa sasa hapa tuwezi tena, wakawa wako tayari kuzipanga wao na Banu Hashim, mpaka kufikia Omar wakati huo hajaslimu, atoka na panga lake aenda kumuua Mtume. Amenuia kabisa, atoka nyumbani kwangu mimi nenda kumuua Mtume. Huyu sasa Muhammad amekuwa kutusumbua sana hapa Maka. Watu wakatana mafamilia, hakuna kusikizana, watu hawana umoja. Sasa haina haja, mimi natoka kwenda kumuua huyu Muhammad. Kumbe ndio sababu yake yeye kwenda kuslimu. Anuia kwenda kumuua Mtume. Asa akisema haya, damu rajulain, damu za watu wawili, yani damu za watu wawili, nikimuua Mtume na mimi kishamaliza kumuua tena kwa Banu Hashim nao waniue, haina haja watu wapigane makabila na makabila. Damu za watu wawili hizi sahali kuliko damu za jamaa. Kwa hivyo nenda mimi nikamuue Mtume, na nikishamuua naenda kwa Banu Hashim wakaniue na wao. Hebu angalia mitihani. Wallahi sisi maduat na sawa haki wetu yatakiwa tuwe na subra sana. Subra ndio kila kitu, ndio sunna waliopitia mitume na maswahaba. Mitihani mikubwa leo tungeletewa sisi Waislamu wa leo, 99% wengi wao wangelitadi wakaachana na Uislamu. Kwa hivyo usiuchezee Uislamu ndugu yangu. Haya ni katika mambo ambayo kwamba yatakana uyafahamu, ni mambo makubwa yalipita wakati huo. Kwa hivyo ikawa yeye ametia nguvu katika kuslimu kwake, na akawa akashuhudia nabii pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam Badran, wakashuhudia aliingia katika vita vya Badri, wakana hamidul liwa, na ndio alikuwa yeye mwenye kubeba bendera ya vita vya Badri, akawa kiongozi mwenye kuongoza ghazwa kama hivyo vita vya Badri. Qatala fi ghazwati Badrin bisayfaini, alipigana katika vita vya Badri na mapanga mawili. Wa abda shajaatahu, na ukafikia ushujaa wake faiqa, sehemu iliyokuwa juu kabisa. Wa asbaha ramzan, na akakuwa yeye ndio kielelezo lilquwati washajaa, kielelezo cha nguvu na ushujaa. Hamza bin Abdul Muttalib ikawa ndio anachukuliwa ni kama kielelezo. Hivi sasa tunaweza kusema role model. Unasema huyu hii ndio ramzi, yani tunachukulia huyu kama ndio role model wetu katika ushujaa na nguvu. Na katika hayo akamuua kiongozi wa makufari wakati huo katika vita vya Badri, ambaye kwamba alikuwa si mwingine akiitwa Utba bin Abi Rabi'a. Huyo Utba
yeye ndo alikuwa kiongozi wa kuongoza msafara wa makufari katika jeshi lile la Makureshi, la vita vya Badri upande wa Makureshi kule, akamuua. Wadhalika, na kitendo hicho cha kumuua huyo, kwa sababu hakumuua peke yake, alimuua huyo, kisha Ali radhiallahu anhu akamuua Walid ibn Utba bin Rabia, akamaliza. Upande wa familia ya huyu Utba bin Rabia wakauawa wale mabwana waliokuja nao, kwa sababu katika nidhamu za vita walikuwa wanatoka kiongozi na kiongozi kwanza, na siku zote kiongozi akiangushwa jeshi lishasambaratika. Kwa hivyo huo watoka wale viongozi kwanza, majemedari wakapambana, wakishamalizana kisha ndo vita vikaanza, ndo ilikuwa nidhamu yao. Kwa hivyo Hamza bin Abdul Muttalib alimwangusha huyu Utba bin Rabia, alimweka chini. Baada ya hapo likawauma sana Makureshi kupotezewa kiongozi, na wengi katika wengi waliuawa, akiwemo huyu Abul Hakam mwenyewe, huyu Abu Jahal baba la ujinga, liliuawa pia katika vita vya Badri, akiwemo Umayya bin Khalaf rasu al-Kufar, huyu rais wa makafiri Umayya bin Khalaf huyu, naye pia vile vile aliuliwa katika vita vya Badri. Kwa hivyo katika vita hivyo waliuawa mabwana wengi wa Kikureishi. Kwa hivyo likawachoma sana, likapelekea hiyo kuwa ni sababu ya sasa kuangaliwa vita vya pili, wao kuja kulipa visasi, nao si vita vingine. Vita vya pili katika Uislamu vikiwa ni Ghazwatu Uhud, ni vita vya Uhud vilivyokuwa mwaka wa 3 baada ya hijra Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hamza ikawaje mauti yake? Falamma ansha alqital, alipovianzisha vita vikaendelea, vita vikapamba moto katika Ghazwatu Uhud. Vita vingine hivi, vita vya pili katika historia ya Kiislamu vikawa ni vita hivi vya Uhud. Umira, aliamrishwa Wahshiyun, huyu Wahshi ibn Harbin akaamrishwa mtu anaitwa Wahshi, wa huwa kana, naye alikuwa katika watu ambao kwamba ni maabid, watu ambao kwamba ni watumwa. Huyu Wahshi akatumwa na mwanamke ambaye kwamba akiitwa Hindu bin Utba. Hindu bin Utba baba yake ni huyo Utba bin Rabia aliuawa katika vita vya Badr. Na huyu Hindu alikuwa ni mwanamke, alikuwa ni mke wa Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb huyu alikuwa mkewe ni Hindu bin Utba. Kwa hivyo ilikuwa ni vita vya kifamilia, chuki za kifamilia zikampelekea huyu Hindu bin Utba kumchukua Wahshi ibn Harb, kumwambia sasa Wahshi alikuwa ambaye ni mtumwa, ewe Wahshi, sasa mimi nakupa chance hii, nafasi, nataka to make deal. Mimi target yangu kubwa wewe umshambulie Hamza bin Abdul Muttalib. Sitaki mambo mengine, sitaki kitu chengine isipokuwa tu katika vita vile fanya utakavyojitahidi, lakini wewe umuue nani? Hamza bin Abdul Muttalib. Yule ndio chuki yangu, ndio aliyemuua baba yangu. Kwa hivyo ikaenda vita vilivyopamba moto, Wahshi akafanikiwa kumdunga Hamza bin Abdul Muttalib mkuki wa tumbo. Baada ya hayo, hasira ambazo kwamba alikuwa nazo mwanamke kama huu, naye ni sahabia kwa sababu baadaye alislimu, lakini hasira alizokuwa nazo alienda kumpasua Hamza bin Abdul Muttalib kifua chake, na kisha akayatafuna maini yake yakiwa mabichi kwa hasira aliyokuwa nayo. Alipasua kifua na akayatafuna maini ya Hamza bin Abdul Muttalib kwa hasira aliyokuwa nayo. Kisha baada ya hapo, dada yake Hamza alikuwa akiitwa Safia, alipozipata habari kuwa ndugu yake istushhida, amekufa shahid kule, akataka kwenda mbio kuangalia maiti ya ndugu yake, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkataza kwa ile hali ambayo kwamba alikuwa amefariki. Ikampelekea baada ya hapo kanzu ambayo kwamba alikuwa nayo, kwa sababu shahid huwa anayekufa vitani haoshwi, ikampelekea yeye Hamza bin Abdul Muttalib kuzikwa vile vile. Masahaba wasema walikuwa wakimfinika nguo kwenye kichwa chake, miguu yake hubakia wazi, na wakimfinika nguo kwenye miguu yake, kichwa chake hubakia wazi, wakaongezea manyasi kumfinikia Hamza ibn Abdul Muttalib. Hapa ndo ukawa mwisho wa sahaba kama huyu Sayyidu Shuhada Hamza bin Abdul Muttalib. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, mafunzo tunayoyapata Waislamu, kwanza kujielewa ya kwamba anahitajika mtu kuwa shujaa, awe mkakamavu, awe mwenye kujitolea,
sifa ambazo kwamba tumezisoma kwa sahaba kama huyu, na vile vile ikiwa wewe una nguvu, ni juu yako kumhami yule ambaye kwamba ni dhaifu, kwa sababu tumesoma ya kwamba wanasema wamesoma maswahaba walikuwa aliposlimu sahaba kama huyu Hamza bin Abdul Muttalib, ikawa ni sababu yao wao kuwa na nini? Kuwa na nguvu. Kwa hivyo pale kwenye uwezo wa mwana mwenzako yodhalilika, iwe wewe utaongeza juhudi kumsaidia ndugu yako Muislamu kama yule. Hasana, tuweza sema leo jihadi hakuna, vita hakuna baina ya Waislamu, lakini ninavyovisema shida za Waislamu unaweza kuwasaidia vipi Waislamu? Allah amekupatia nafasi hasa katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani, waone huruma wale wanyonge. Mtume asema laisa shadidu bisura inma shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab. Usijionesha Allah amekupa maungo makubwa na nguvu za kutosha, ikawa kazi yako mkuwapiga kabari jamaa waenda msikitini, wewe waotea kuwaibia simu zao, wewe waotea kuwafanyia mabaya mabanati za watu, kwenda kuwarepu na kufanya machafu. Hayo yote nini? Kwa sababu mimi nina nguvu, mimi nina kadha wa kadha. Lakini lao utatumia nguvu kama zile Allah amekujalia kumtetea mwenye kudhulumiwa, kumsaidia dhaifu, kumwonea huruma maskini na mjane na wale wote, kisha ukawa watumia nguvu kama zile ukuzimalizia kwenye siyam na kufanya ibadati na khairat, basi itakuwa ni aula zaidi kwako kuliko kuyafanya hayo mabaya. Mpaka hapa nilipofikia, ikiwa nimepatia ni kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa nimekosea basi ni kutokana kwangu mimi na shaitan. Wallahu ta'ala wa rasuluhu bari'un min. Tumuombe Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una alahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.